Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 20 nasemaje? Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Neno la Bwana lilizidi na kushinda kwa nguvu. Make liliongezeka, make lilikuwa, likashinda. Kwa hiyo hakuna ushindi mpaka umekuwa. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Matendo ya Mitume 19:11 na 12. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida, hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawatoka, pepo wachafu wakawatoka. Mungu akafanya miujiza mingi kwa mikono ya Paulo, hata pepo wachafu wakatoka kwa vitambaa, wakaletewa leso tu wakatoka. Kwa maana nini? Ukuaji mkuu unaleta matendo makuu. Ishara, maajabu na miujiza, kiwango chake kitategemeana na kiwango chako cha ukuaji. Ukuaji mkuu unaamua udhihirisho wa Mungu mkuu. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida, hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka kwenye mwili mwake, magonjwa yao yakawaondoka, pepo wachafu wakawatoka. Ukisoma kwenye hii chapter, hii sura hii, ndipo unapotana na habari za kina wana wa Skewa. Biblia inasema alikuwa ana wana 7. Unajua Skewa, Biblia inasema Skewa alikuwa ni kuhani mkuu. Kwa wale watoto 7 wa Skewa walikuwa ni watoto wa kuhani. Kwa ni watu wa Mungu, wamezaliwa kanisani, wamekaa kanisani, wanaenda hekaluni kuabudu. Baba yao ni kiongozi. Ila kinachoamua kuwa na mamlaka katika ulimwengu wa roho ni ukuaji wako. Ukisoma chini kwa Biblia inasema wakawa wanakemea pepo, toka, tunakuamuru kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Wakaambia okay, Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, nyinyi ni wakina nani? Maana kajuzi nyinyi kwamba hawako registered katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukuaji wa neno ni sawasawa na ukuaji wa ishara, maajabu na miujiza. Ukisoma kitabu cha Marko sura 16 mstari wa 20 inasema nao wale wakatoka wakahubiri kote kote. Yesu akaenda pamoja nao akilithibitisha neno lake kwa ishara na miujiza iliyoambatana nayo. Naye wale watu wakatoka wakahubiri neno kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao kwa ishara na miujiza. Kwa hiyo walikuwa wakitoka wanahubiri neno, Bwana analithibitisha neno. Kwa zile ishara na miujiza na maajabu ilikuwa ni matokeo ya neno lilikuwa linaachiliwa, Bwana analithibitisha. Kwa hiyo ukuaji wa neno ni sawasawa na ukuaji wa ishara, maajabu na miujiza. Ukuaji wa neno ni sawasawa na kiwango cha udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yetu. Kwa lazima ujitengenezee namna ya kuamua kula neno makusudi. Sio tu wakati una nafasi ndio unasoma neno. Uwe na nafasi, uwe hauna nafasi, neno lazima usome. Unataka, uwe hautaki, neno lazima usome. Unajisikia, uwe haujisikii, neno lazima usome. Utaambua umeajiriwa. Kwa siku unamkaga sasa hujisikii kwenda kazini, hujisikii. Ila kwa sababu umeajiriwa, lazima uende. Uweze kaamka mvua na inanyesha hatari, utatafuta tu. Kama una mwamvuli huna mwamvuli utajua. Tena kipindi cha mvua kikaribia, anajua sasa mimi nako kaa huku itanisumbua, anaenda ananua mwamvuli, anaweka ndani ili nitaka kwenda kazini usinisumbue. Sababu unajua nisipoenda bosi wangu yule, yani bosi wangu yule ana mapepo, analipuka zaidi ya petroli, lazima nifike kazini mapema, na achelewi, na mwamvuli wake anashika. Au anataka au hataki, au anajisikia au hajisikii, si ndio? Unaenda kwenye neno. Usipojiwekea maamuzi makusudi na ukiweka bidii binafsi ukajilazimisha, hautapiga hatua. Mungu anakupa uchaguzi, lakini juhudi ni ya kwako. Lazima ujiwekee kwamba kila siku lazima nisome hata chapter 3 au 4, kwamba nikiamka asubuhi najiwekea agano na Bwana, sitakunywa chai. Ni muhimu sana ulipe neno jicho la karibu, ulipe neno umakini mkubwa, ulipe neno attention kubwa, sababu attention kubwa itasababisha udhihirisho mkubwa. Attention kubwa kwenye neno la Mungu itasababisha udhihirisho mkubwa. Udhihirisho mkuu ni matokeo ya attention kuu kwenye neno. Kadri ya neno linavyozidi kuongezeka ndani yako, ndivyo linavyozidi kutengeneza mlipuko. Udhihirisho wote wa Mungu ni neno kufanyika mwili kwenye maisha ya mtu, na neno haliwezi kufanyika mwili bila maombi, bila ibada maalum binafsi ya wewe na nani? Na Mungu. Tuacha mambo ya kudanganyana haya. Swala la ukuaji ni swala la msingi sana katika mwili wa Kristo. Bahati mbaya ni swala ambalo linapewa uangalizi au linapewa nafasi ndogo sana katika mwili wa Kristo. Ndio maana tuna watoto wengi sana katika mwili wa Kristo kuliko watu wazima wengi katika mwili wa Kristo. Mtoto asiyekuwa ni mzigo kwa wazazi wake, vivyo hivyo Wakristo wasiokuwa ni mizigo kwenye ufalme wa Mungu. Biblia inasemaje? Nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma,
atakisimama katikati yangu na nchi, nisije nikaipiga kwa rana. Akasema lakini sikuona. Kwa Mungu anatafuta mtu na kuona. Wingi wa neno ndani ya mtu unaamua ukuu wa udhihirisho kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yake.